Tunalitukuza jina la huyu mtakatifu aliye Simba wa Yuda, aliwa chemichemi za uzima, aketie mahali pa juu pasiri palipoinuka. Kwa maana yeye ni Mungu atulindaye, atupaye neema na kibali katikati ya wafalme na mataifa. Yeye ni Mungu achunguzaye mioyo ya wanadamu, kwa maana vyote alivifanya kwa makusudi yake na kwa uaminifu wake. Kwa maana Mungu yeye ni mwaminifu, yeye ni uzima, yeye ni ngome, yeye ni ushindi, yeye ni baraka, yeye ndiyo shina la watu wote wenye mwili, yeye ndiyo chanzo cha wote wenye mwili. Mungu alipofinyanga dunia akaviumba vyote, akasema tumfanye mtu kwa mfano wake, ili aende duniani akatiishe dunia, akatawale vyote katika vyote. Kwa maana Mungu alimkirimia mwanadamu, akampa heshima na utukufu ili aitiishe dunia, kwa maana alijua mwanadamu ni kiumtambo ambao naweza kuvitiisha mazingira yote ya dunia. Kwa hiyo Mungu wetu alijua kwamba mwanadamu ana uwezo, amempa mamlaka, amempa nguvu, amempa neema ya ajabu. Kwa maana huo umiliki aliyetupa tutawale ni matendo makuu ya ajabu ambayo ametukirimia. Lakini kwa nini Mungu alifanya hivyo? Kwa sababu aliona dunia ukiwa, akasema tumfanye mtu kwa mfano wake aende akatawale. Kwa hiyo mamlaka aliyetupa, akatupa neema na kibali tuitawale hii dunia. Hakika tudumishe sana kubwa na la msingi, tumtegemee yeye, tumuombe yeye, kwa maana yeye amekaa katikati ya sifa za Israeli. Yeye ni Mungu, chakula chake ni sifa na utukufu na heshima, anapenda kusifiwa. Kwa maana yeye ni Mungu mwenye wivu, hapendi kushare utukufu na kiumbe chochote. Kwa maana alipomfinyanga mwanadamu, anataka mwanadamu amrudishie sifa na utukufu katika kiti chake cha enzi cha ufalme. Kwa hiyo wana wa Mungu, katika maisha haya aliyetukirimia Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, ametupenda, ametulinda, ametushika mkono, akatupa hii dunia tuitiishe na tuitawale. Lakini kikubwa tukae katika ule msingi na neema yake Kristo, tuuone mkono wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu, barikiwa kwa neema yake Kristo Yesu, kwa mkono wa Mungu ulio hodari, kwa maana yeye ni Mungu atupaye nguvu za kutiisha na kutawala. Kwa maana hakuna kiumbe chochote kiwezacho kutiisha, ila ni Mungu tu alimpa mwanadamu mamlaka ya kutawala na kutiisha. Kwa maana baba zetu kama walitiisha, lakini walikuwa na Mungu katikati ya mataifa na makabila, walitiisha vyote katikati ya vyote, wakapewa neema na kibali na utukufu na heshima, kwa maana mkono wa Mungu ulikuwa juu yao. Mungu Abrahamu alikuwa nguzo yao. Mungu Abrahamu aliwategemeza katikati ya mataifa na makabila, aliwategemeza, kwa maana ye ni Mungu mwenye baraka. Kwa maana ukisoma kitabu cha Mwanzo, baba Ibrahimu alipoitwa atoke katika nchi ya baba yake, aliondoka yeye Ibrahimu, akaondoka na mkewe Sara, na watatu aliondoka naye ni Lutu ambaye ni ndugu yake. Lakini huyu baba Ibrahimu, baada ya kutii ile sauti, alibarikiwa. Kwa nini alibarikiwa? Kwa maana siku zote Mungu, ukikaa katika ile kweli ya Mungu, ukayatumaini yale aliyasema, aliyeainisha, utakuwa mbarikiwa. Kwa maana tunazirisi hizi baraka kwa sababu baba zetu wa imani waliyatii kwa Mungu, walikuwa watii. Ndio maana hata sisi tumezirisi hizo baraka kwa sababu tumetii lile neno la Mungu. Kwa hiyo tukidumisha sana ushirika wa kutii kile chochote kile anachokiainisha Mungu, kwamba tukitende, tumwabudu katika roho na kweli, tutafute maarifa usiku na mchana, tukiutafuta ukuu wa Mungu wetu, tukazitafakari njia za Mungu wa Ibrahimu, wa Isaki na Yakobo, hakika kubarikiwa, kufanikiwa ni lazima. Kwa maana baraka anasema, yule mtu ambaye ananihofu na kunyenyekea hata kutetemeka, huyo ndio nitakayemwangalia, kwa maana amelitukuza jina langu. Kwa maana wewe uwe ni sifa
watu wamuone Mungu kwako, wazitangaze sifa za Mungu kwamba na Mungu anaonekana katika maisha yako, Mungu anatembea katika maisha yako, Mungu anakupigania kokote unakokwenda. Mkono wa Mungu ukutangulie, kwa maana wewe ni shujaa, kwa maana siku zote ukiwa na Mungu hakuna kisichowezekana kwako, kwa maana Mungu ameandika kwenye kitabu cha Biblia zaidi ya maandiko 350, anasema usiogope, usiogope, kwa maana wewe Mungu amekupa mamlaka. Ndio maana anasema usiogope, kiri imani, kwa maana imani, baba zetu walikiri imani wakashinda katikati ya mataifa, wakapewa nguvu pale waliposhinda, lakini walijazwa nguvu wakashinda milki na ngome, wakashinda kwa maana Mungu wao, walijua kwamba Mungu wao ana uwezo na kutiisha vyote katikati ya vyote. Kwa hiyo mwana wa Mungu, kaa katika ile kweli ya Mungu, ukauone mkono wa Mungu wenye nguvu, wenye mamlaka, unayetenda ishara na maajabu katikati ya mataifa, kwa maana anasema hili neno la Mungu, injili hii ya mataifa na makabila waliohubiri wakina Yohana, sauti ya Mungu iliaye nyikani. Hiyo injili hata leo inaishi, inatenda, kwa maana ukilitegemea jina la Mungu wa Abrahamu, kwa maana maneno ya Mungu ya hai ni mabichi. Damu ya Yesu ile ilimwagika pale Kalvari msalabani inanena hata leo ya uzima, ya ushindi, ya utakaso, kwa maana yeye alitufia Kalvari msalabani ili sisi tuzirisi zile ahadi za baraka ambazo tuahidia baba yetu kwamba tutazirisi zile baraka. Aliacha enzi yake Yesu akaja duniani ili atukomboe sisi wanadamu na dhambi zetu, kwa maana yeye amekuwa mpatanishi kati ya sisi na wanadamu. Kwa maana sisi wakati huo wa zamani aliona Mungu duniani tumetenda dhambi, lakini akaturehemu, akaturumia, akamtuma mwanaye wa pekee aje duniani atuokoe sisi. Nasi tumepata hiyo neema ya kumjua huyu Mungu. Basi hiyo neema tuikiri hiyo neema, tukae na hiyo neema, tusipoteze hiyo neema, kwa maana neema hiyo itatupelekea kubarikiwa kwetu, itatupelekea kushinda zaidi ya kushinda, kwa maana Mungu alitupenda, anatujali sana, anatulinda, anatushika mkono, kwa maana yeye ni Mungu wa uzima, yeye ni chanzo cha uzima, kwa maana uzima wetu tunaupata pale tunapokaa katika ile kweli ya Kristo, tunapokaa katika yale maneno ya Kristo. Kwa maana Wafilipi, imeandikwa Wafilipi 4 na ule mstari wa 12, anasema nimejifunza kuziliwa, nimejifunza kuwa na vingi na kuwa na vichache, kwa maana kwa Mungu siku zote hata ukiwa na vichache, ukiwa na vingi, lazima kila majira na nyakati uzijue kwamba zile nyakati inatakiwa niishi sawa sawa na nyakati zinavyokwenda, kama Mtume Paulo alivyosema, nimejifunza kuwa na vingi na kuwa na vichache, kwa maana alijua kwamba ni Mungu aliye mwaminifu. Kwa hiyo Mungu anapokupungukia sio kwamba amekuacha, ila na kutweza akujaribu kwamba je, una mimi? Kwa maana yeye ni Mungu, anasema aijaribiwe mioyo ya watu, uaga anaiseta mioyo ya watu, anaichunguza mioyo ya watu. Kwa hiyo Mungu anapokujaribu anataka kuinue zaidi katikati ya mataifa na makabila, akuinue. Kwa hiyo mwana wa Mungu, kaa katika ule upendo wa Kristo, kaa katika neema ya Kristo, utamuona Mungu huyu wa mbingu na nchi akikupigania katikati ya mataifa na makabila. Watakuona mkono wa Mungu wenye nguvu wa ushujaa mwingi ukikupigania, mwana wa Mungu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, dumisha sana ushirika wa kumpenda huyu Mungu kwa neema yake Kristo. Mwana wa Mungu, leo ni siku ya baraka, ni siku ya matendo makuu ya huyu Mungu wetu wa mbingu na nchi. Aliziratibisha hizi mbingu na nchi ili sisi tutiishe katikati ya vyote. Kwa hiyo mwana wa Mungu, nenda na uwezo huo huo, nenda na neema ya Kristo Yesu. Mkono wa Mungu ukakushike, ukakuongoze katikati ya milima, hiyo milima ikashuke na yale mabonde yakainuliwe, katikati ya ile mifupa isiyokuwa na nyama. Baba, mifupa hiyo aiweke nyama, na wewe Mungu anene mema katika maisha yako, ukazione baraka na neema na kweli zikufunika katika maisha yako, baraka zikakumiminikie kwa neema yake Kristo. Kwa maana yule mtu yoyote ambaye amkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi katika maisha yake, yeye huyu amejipatanisha na huyu Mungu, na yeye amefanyika kwa kiumbe kipya, atazirisi zile baraka za Mungu wa Ibrahimu, Isaac na Yakobo. Mwana wa Mungu, neema ya Kristo Yesu na upendo wa Mungu Baba ukufunike uingiapo na utokapo, ukayaone matendo makuu ya Mungu aliyeahidi tangu hata vizazi na vizazi, tangu Ibrahimu, Isaac hata Isaka na Yakobo, aliyeahidi kwamba atatubariki. Hakika tumeuona mkono wa Mungu pamoja nasi kwa mapenzi yake. Barikiwa mwana wa Mungu kwa neema Kristo Yesu. Amen.